kwenye maisha. Uvivu utamfanya mtu mwenye nguvu zake ashindwe. Uvivu utamfanya mtu asiendelee mbele. Kwenye kitabu kile cha Mithali 10:4 anasema uwa maskini ufanyika kuwa maskini yeye afanyaye mambo kwa mikono milegevu. He becometh poor he that dealeth with a slack hand. Asema ufanyika kuwa maskini, uishia kuwa maskini afanyaye mambo kwa mikono milegevu. Asema tendaye mambo kwa mikono milegevu anaishia kuwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Bwana Yesu asifiwe. So uvivu ni moja ya kisababishi cha umaskini, na ndio maana chochote ambacho mkono wako unapata kufanya, fanya kwa nguvu zako zote, fanya kwa akili zako. Kwa nini? Mafanikio yako yapo katika kazi. Mafanikio yako yapo katika kazi unayoifanya. Mafanikio yako hayapo kwenye kazi ya mtu. Mafanikio yako hayapo kwenye taaluma ya mtu. Na nikwambie kitu, mafanikio hayapo kwenye taaluma, mafanikio yapo kwenye kazi unayoifanya. Na ndio maana utamkuta mtu ni daktari, lakini kilichomfanikisha ni ufugaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Anachokifanya kwa bidii ndicho kinachomstawisha. Anachokifanya kwa bidii. Mimi nitafanikiwa kwenye uchungaji. Bwana Yesu asifiwe, sema amen. Kwa nini? Nafanya kazi kwa bidii, nitafanikiwa kwenye hii kazi. This work lazima nifanikishe. Ndio kwa nina uhakika ni kwa sababu nafanya kazi kwa bidii. Maandiko yanasema fanyaye bali mkono wake aliye na bidii utajilisha. Najua kwamba nafanya kazi kwa bidii. Kwa ndio maana kazi yangu naifanya lazima nifanikiwe. Lazima nifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. This is a work. Na ndio maana unapofanya kazi yako usifanye kama unamtegea mtu fulani. Kazi yako itakufanikisha. Unachokifanya ndicho kinachosababisha mafanikio yako. Baraka ya Mungu ipo kwenye kazi za mikono yako. Asema kwenye kitabu cha Isaya 3:10, mwambieni mwenye haki ya kwamba itakuwa heri kwake, maana atakula matunda ya kazi za mikono yake. Atakula matunda. Atakula matunda ya kazi za mikono yake. Kwenye Zaburi 1:3 asema na kila alifanyalo litafanikiwa. Sio tu kila alifanyalo, kila alifanyalo kwa bidii atafanikiwa. So atufanikiwi kwenye mambo tunayofanya, tunafanikiwa kwenye mambo tunayofanya kwa bidii. Mtu fulani sema atufanikiwi kwenye mambo tunayofanya, bali tunafanikiwa kwenye mambo tunayofanya kwa bidii. Sema tena, tunafanikiwa katika vitu tunavyovifanyaga kwa bidii. So bidii yako ndiyo inayokutofautisha. Maandiko yanasema, je, umemwona mtu mwenye bidii kwenye kazi yake? Huyo mtu atasimama mbele za watu wakuu, hatasimama mbele za watu wadogo. Atasimama mbele za watu waliofanikiwa, hatasimama mbele za watu waliochoka. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu wetu ni Mungu anayefanikisha watu wake, lakini anafanikisha watu wenye bidii. Fanya kazi yako kwa bidii. Na jioni leo nataka nikuonyeshe sababu nyingine inayosababisha mtu mzuri mwenye elimu aliyojazia awe maskini. Umaskini hauna adabu, hauangalii sura, hauangalii umbo. Umbo alifanikishi, rangi ya uso haifanikishi. Sikiliza my friend, elimu peke yake haifanikishi. Kuna vitu vinavyofanikisha. Na tumeangalia mambo yanayofanikisha, na tunasema cha kwanza ni ujinga. Kinachofelisha cha kwanza ni ujinga, cha pili ni uvivu, lakini cha tatu jioni leo nataka tukaangalie ufahamu au mtazamo wa kimaskini. Poverty mentality. Poverty mentality. Umaskini hauletwi na ukoo, bali unaletwa na ufahamu wa kimaskini. Umaskini hauletwi na kabila. Umaskini unaletwa na ufahamu. Umaskini hauletwi na taifa. Umaskini unaletwa na ufahamu.
Nataka ufahamu kwamba kila aina ya utajiri unaotamani unawezekana kupatikana, lakini lazima uanzie kwenye akili yako. Kiwango chochote cha mafanikio kinawezekana, lakini lazima kianzie kwenye akili yako. Ufahamu wa kimaskini unavutia umaskini, na ufahamu wa kitajiri huvutia utajiri. Ufahamu wa kimaskini ufukuzia mbali utajiri, na ufahamu wa kitajiri ufukuzia mbali umaskini. Na haijalishi utampaje mtu mwenye ufahamu au mtazamo wa kimaskini, atazifuja na kungojea nyingine. Mtu mwenye akili ya kimaskini atawaza kula, atawaza kuvaa, atawaza watu wanamuonaje, atawaza mahali pazuri pa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Na utajiri ni zaidi ya mahali unapolala. Utajiri ni akili. Na kwenye kitabu cha Kumbukumbu 8:18 anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Nasikiliza. Na kukumbuka ni matokeo ya ufahamu. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. So unahitaji ufahamu wa kitajiri kumkumbuka Mungu aliyekupatia utajiri. You need prosperity mentality to remember God that empowers you for prosperity. Unahitaji ufahamu wa kitajiri kukumbuka. Na watu wenye ufahamu wa kimaskini wanapoanza kufanikiwa wanamwacha Mungu kando. Watu wenye mtazamo wa kimaskini anapoanza kupata hata lugha, hata namna anavyoongea anabadilisha. Ukimwona mtu fedha imembadilisha lugha, huyo mtu hajafanikiwa hapa. Ana hela mfukoni lakini hana akili kichwani. Mtume na nabii Josephat mwingine anasema akili kichwani, Yesu moyoni, na fedha mfukoni. So fedha haitakuwa mfukoni kama Yesu hayuko moyoni na akili haiko kichwani. So lazima hapa kichwani pawe na akili. Hiyo akili ndio inakufanya umkumbuke Mungu aliyekupatia utajiri. Akili ya kimaskini anapoanza kupata, ataanza kuona yeye ndio yeye. Nguvu zake ndio zimemzalisha. Na ndio maana kabla hujapata utajiri, muombe Mungu kwanza kupatia akili. Muombe Mungu akupatie nini kwanza? Akili. Ukikosa akili na ukapata hela, fedha ulizo nazo zitaanza kutumika kwa kuhudumia akili yako kwanza. Tupata akili. Wanasemaga pata hela tujue akili yako. Pata hela. Mpatie mtu hela utajua akili yake. Sasa hivi wote tuongea kimya kimya hapa, subiri upate hela, tutajua akili yako ikoje. Na umaskini ni matokeo ya akili. Maskini ni matokeo ya akili. Ukimwona mtu amefanikiwa leo, ujue kwamba aliwahi kuwaza kufanikiwa. Mtu mwenye mtazamo wa kimafanikio daima ataona kufanikiwa kuna uwezekana. Ataanza kuona kufanikiwa kuna uwezekana. Na mtu mwenye mtazamo wa kimafanikio mara zote ataona fursa. Ukimwona mtu anakuambia Dodoma hii maisha magumu, hapana fursa yoyote, ujue kwamba fursa haiko hapa. Hapo ndo penye shida. Mshughulikie kwanza hapa. Ndio maana Yesu alipokuja alitoa katiba yake, alitoa mandate yake. Kwenye kitabu cha Luka 4:18 anasema Roho Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kufanyaje? Kuwahubiria maskini habari njema. Maskini wanatakiwa wafundishwe kwanza. Kuwaponya waliovunjika moyo, kuwaganga waliovunjika moyo, na kuhubiri mwaka wa Bwana kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Lakini maskini asema nenda kamwambie Herode. Asema wagonjwa wanapona, wakoma
wanatakasika, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Mimi ningedhani kwamba kwa sababu wakoma wanaponywa, wanatakasika, wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, ningedhani kwamba maskini wanapewa mitaji au vipi hapo? Mimi ningedhani kwamba Yesu kwamba wagonjwa wanapona, afu viwete wanatembea, wafu wanafufuliwa. Ningedhani kwamba maskini wanagawiwa nini? Mitaji. Lakini maandiko yanatuambia asema kwamba maskini wanahubiriwa habari njema, wanapewa kwanza akili. Mungu atoi magari, Mungu anatoaga akili. Sawa? Mungu atoagi nyumba, Mungu anatoaga kwanza akili. So ile nguvu ya kupata utajiri ni nguvu kwanza ya akili. Lazima akili yako iponywe, akili yako ihudumiwe, ndipo utakapoweza kustawi katika njia zako zote. Kama kichwani hakuna akili, moyoni hakuna Yesu, mfukoni lazima muwe mtupu. Na ndio maana akili is very important. Unawaza nini? Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri nini? Kwenye Mithali 23 mstari wa 7 asema, aunavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Aunavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. So mtu yuko vile akili yake ilivyo, mtu yuko vile ufahamu wake ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wanaona mambo kwa vile walivyo, wakati wengine wanaona trash, wengine wanaona treasure. Mtazamo ni wako. Kuna watu ambao wanakuona wewe sio chochote, lakini kuna mtu anakuona kuwa ni kitu fulani cha thamani. Mtazamo. So mtazamo wa umaskini utazalisha umaskini. Na mtazamo wa umaskini ni upi? What is the poverty mentality? Poverty mentality. Namba moja, mtazamo wa kimaskini ni kula vyote vingine vyaja. Maskini anawaza kula, akipata atawaza kula kwanza. Maskini anafikiria kupitia tumbo lake. A poor man anawaza kwa kutumia tumbo, awaze kutumia kichwa. So maskini atawaza chakula, hatawaza uwekezaji. Chakula ndio driving force ya maskini. Kumbuka yule mama alisema, tuko hapa na kuni hizi mbili ili kwamba tukapike, tule, kisha tufe. Elia akamwambia yule mama, una haja ya kupika ule ufe, toa na utaishi. Maandiko yanatuambia alipotoa, Elia akamwambia, kama Mungu aishivyo, pishi yako ya unga itaisha, chupa yako ya mafuta itaisha, mpaka wakati wa njaa utakapoisha. So nimegundua mtazamo wa maskini ni kula. Na ndio maana asipokula atalia, asipokula atahangaika, asipokula atazungumza. Lakini matajiri hawawazi kula, matajiri wanawaza kuwekeza. Mtazamo wa maskini ni kula kwanza, lakini mtazamo wa tajiri ni kuwekeza kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kila wakati wa ugumu unatanguliwa na wakati mzuri. Nini kimesababisha mtu mmoja wa maskini? Kwa sababu mmoja aliwaza kula na mwingine aliwaza kuwekeza. Mtu mwenye mtazamo wa kimaskini atawaza kula, lakini mtu mwenye mtazamo wa mafanikio atawaza kuwekeza. Sema, kuanzia siku ya leo nitawekeza nilicho nacho, sitakula vyote. Sema tena, sitakula vyote, nitawekeza ninayapata, nitawekeza ninayapata. So maskini atawaza kula. Namba mbili, maskini atawaza kila kitu. Maskini
atafikiria kila kitu ni gharama kubwa, hawezi kulipa gharama. Atawaza kutoweza. Maskini anawaza kutoweza, hawazi kuweza, anawaza kushindwa. So mara zote mtu mwenye mtazamo wa kimaskini uona kila hatua kama mzigo. Uona kila hatua kama mzigo. Badala ya kuona uwekezaji, anaona hasara. Mtazamo wa kimaskini unaona kila fursa njema kama mzigo. It doesn't think opportunities, it thinks a burden. Maskini mara zote atafikiria hasara. Unataka kuanza biashara, vipi kama wateja watakuja? Umtazamo wa kimaskini. Fungua duka hapa, sema maduka kama yako mengi hapa. Yao mengi na lako liwepo. Sawa? Na yako liwepo. Hauja kumuona Mangi yuko hapa, Mangi yuko pale, Mangi yuko pale. Maduka yanafuata. Lakini utasema pale maduka yako mengi kweli. Mtazamo wa kimaskini. Mtazamo wa kitajiri ni kwamba ukiona kuna mwenzio ameanzisha duka mahali fulani, ukianzisha umeshapata fursa ya kufanikiwa. Kwa nini? Atenda kwa jirani. Kwanza kutakuwa na competition, kutakuwa na mashindano. Bwana asifiwe. Na mashindano huwa yanaongeza kasi. Mashindano yanaongeza ubunifu. So wekeza. So fikiria kuweza, usifikirie kushindwa. Maskini atafikiria hasara, atafikiria mzigo, atafikiria kudhulumiwa. Maskini atawaza kwamba atapata hasara hapa. Maskini atawaza kuibiwa, nitaibiwa. Nianze biashara dhahabu, vipi kama nitapata madini fake? Kwa nini usiwaze kupata madini original? Vipi kama nitaibiwa? Ukiibiwa utapata funzo. Sawa? Ukishindwa utapata funzo namna kutoshindwa tena. So maskini aoni kama inawezekana. Mara zote ataona kila kitu ni gharama kubwa sana. Kumiliki gari ni gharama kubwa sana. Kuoa ni gharama. Kumtunza mke ni gharama. Kumtunza mke ni gharama. Sikiza my friend, wanakuja na hela zao. Wakija mlango unafunguka. Sawa? Yes. Unaenda Ulaya, unajua mtu huko. Unajua mtu huko. Siku ya kwanza anatoka nyumbani kwenda Dar es Salaam, watu wakaniambia sasa unaenda nani atakaye kupokea? Nilikuwa na miaka 16 my friend. Ambaye huko nitapata watu kunipokea. Huko nitapata watu wa kunipokea. Vipi kama watakuja? Nikamwambia pia vipi kama watakuja? Mara zote maskini anawaza negativity. Mara zote maskini anawaza fikra hasi. Lakini tajiri anawaza njia. Tajiri anawaza msaada. Tajiri anawaza kwamba huko nitapata watu wa kuzungumza nao. Usikubali kutochukua hatua kwa sababu ya negativity. Usikubali kutochukua hatua eti kwa sababu kuna fursa kushindwa. Mahali popote penye fursa kushindwa, pana fursa pia kushinda. Mahali popote penye fursa kuibiwa, pana fursa pia kutoibiwa. Mahali popote penye fursa hasara, pana fursa pia kutopata hasara. So chagua fungu jema. Maskini anawaza yeye ndiye kupata hasara, wengine watapata faida. Sikiza my friend, hii dunia hii ni ya kwetu wote. Hii dunia hii, maandiko yasema kwamba maskini na tajiri wanakutanika pamoja. Mungu amewaumba wote. So chance iko kwa ajili ya kila mmoja, kwamba wao wawe matajiri wana nini, na sisi tuwe maskini hatuna nini. So walicho nacho ndicho tulicho nacho. Mungu ametumba sisi sote. Umaskini utawaza kwamba kuna watu fulani na bahati, afu sisi hatuna bahati. No way. Ametumba wote na yeye hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. You can succeed. Unaweza kufanikiwa. Wewe unaweza kuwa tajiri wa kwanza kwenye familia yenu. Unaweza kuwa bilionea wa kwanza kwenye ukoo wenu. Wewe unaweza kuwa ni mtu wa kwanza kubutua kwenye maisha. Pokea neema siku ya leo ya kufanikiwa kila uendako katika jina la Yesu. Namba 3, maskini ufikiria kuwa watu waliofanikiwa ni wenye bahati au wameiba. Ni waovu hawa. Hawa wanaendeleza magari makubwa.
wana dhambi sana hawa. That is how maskini anachowazaga. Maskini anazaga uovu. Sikiliza my friend, siri ya mafanikio ni Mungu kwenye kazi. Wewe fanya kazi kwa bidii, tumika kwa bidii, hudumu kwa bidii. Ufikiri kuwa watu waliofanikiwa ni watu wenye bahati, wamezaliwa nayo. Unajua huyo mtu ana bahati kwenye biashara, ana nyota ya biashara. Unasikia maneno haya, ana nyota ya biashara. Usijaribu nyota yake, dada ana nyota huyu, nyota yake na waka. No my friend. Mungu ametuumba sote. Ni kweli kuna watu wana vipawa, lakini sikiliza, ni hayo kusoma kwenye kitabu. Kuna viongozi wa kuzaliwa na kuna viongozi wa kutengenezwa. Kuna viongozi wa kuzaliwa. Zamani tulifikiri kwamba viongozi ni wale waliozaliwa na karama ya uongozi, lakini tumekuja kujifunza baadaye, wanaojifunza kuwa viongozi wanakuwa bora zaidi. Kuna wafanya biashara wa kuzaliwa na kuna wafanya biashara kujifunza. You can learn to be one. Unaweza kujifunza kuwa mmoja wapo. Unaweza kujifunza kuwa mfanya biashara bora kwa kufuata kanuni za kibiashara. You can learn how to be a businessman, a businesswoman. Unaweza kujifunza my friend, hiyo biashara ambayo Mungu amekupatia, unaanzia hapo. Wekeza nguvu zako, wekeza akili zako. Kwa nini? Nguvu ya kupata utajiri inatoka juu, haitoki kwa wanadamu. Wewe wekeza akili zako. So acha kufikiri kwamba matajiri wameiba, matajiri wana bahati fulani. Badala kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa, mtu maskini huwachukia na kuita majina mabaya matajiri. Niwahi kufundisha somo moja wakati fulani. Moja ya njia ya kujua kwamba una roho ya maskini ni pale unapoanza kuwachukia matajiri. Ukiona una chuki ya tajiri, yani mtu akipenda gari nzuri unachukia, unajua una roho ya maskini, unahitaji ukombozi. Una roho ya maskini, unahitaji ukombozi. Sikiliza my friend, unapoona mtu amefanikiwa, furahia, appreciate. Niangalie gari afu niambie gari linawezekana kununulika, nitakununua siku moja. That is my spirit. Ukiona mtu amefanya vitu fulani, nawaambia wanangu, hiki kinawezekana kununulika na tutanunua. We shall buy it. Wakipenda mziki mzuri, my friend, sikilizeni wanangu, huu mziki tutakuwa nao. Wakiniambia baba kuna likinanda lizuri, naambia tutanunua ile kinanda. We shall buy it. Sio kama unaanza kutengenezea majina hao Freemason hao. Usione hivyo my friend. Hapana. Imetosha kuita majina mabaya watu. Toka umeanza kuwadhania watu mabaya, umeongezeka kitu gani? Ifunze kutoka kwao. Learn from them. Watu maskini watachukia utajiri wa watu. Wakiona mtu amefanikiwa, wanakonyezana. Usione hiyo. Kaongwa hiyo. No, umaskini. I've never sijawahi kumzungumzia vibaya mtu tajiri. Kwa nini? Na mimi naelekea huko. Sawa Na mimi naelekea wapi? Naelekea huko. Lazima na mimi nijifunze nikiwa tajiri nitakuaje. Kwamba kumbe hivi ndivyo nitakavyokuwa naongelewa. Hivi ndivyo atakavyokuwa ananidhania. No. Ukiona mtu anamuongelea vibaya tajiri, hawezi akawa tajiri. Usiungane naye. Huyo ni maskini. Mara zote ukimwona mtu amefanya biashara imeenda vizuri, anza kuona kwamba inawezekana. Hata wewe unaweza ukafanya. Hata wewe unaweza ukafanya. Akili ya kimaskini itawaza mambo hayawezekani mpaka umeiba. Mambo hayawezekani mpaka umechukua mkopo mahali fulani. Namba 4, maskini anawazaje? Maskini hana mipango ya kesho, haoni mbali yeye. Anaishia kwa siku hiyo tu, akipata chakula leo kinatosha. Hana mpango wa kesho, hana mpango wa chochote. Ndio maana anaishi vyovyote tu. Akipata hela leo nyingi, kesho anakwambia nalala, nimepumzika, nimechoka mno. Kwa nini? Ni maskini. Sikiliza ndugu yangu, kwenye kila hatua unayofikia kuna hatua ya zaidi ya hapo. Atuchoki, atutulii. You can see here. Kuna ngapi picha zetu za mwaka jana, miezi kama hii. Do you know hatukuwa hivi. Hatukuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe.
we are not that way. Hatukuwa na rangi hapa. Mwaka jana majira kama haya hapakuwa na rangi hapa. Mwaka jana majira kama haya mambao kwenye roof ilikuwa inaonekana, hapakuwa na gypsum. Mwaka jana majira kama haya hatukuwa na taa nzuri. Mwaka jana majira kama haya hatukuwahi kuwa na tukio kubwa lililofanyika mwaka huu. Lakini nini tunafanya? Atufiki mahali tukaridhika. Maskini ataridhika na vimafanikio vidogo vidogo. After all, kuna watu nimewapita. My friend, kuna watu wamekupita mbali mno. So you don't need to settle down. Mtu ambaye ana akili ya kimaskini hana mpango mbele. Lakini mtu mwenye mtazamo wa kitajiri, pamoja kwamba mazingira hayaonekani kumfavor, lakini anapanga kwa habari ya kesho. Anawaambia wanae, huku ndiko tunakoelekea. Anawaambia wanae, tutahama nyumba hii, tutaingia kwenye nyumba ambayo hatutabeba chochote. Haya ni maono yangu. Hii maono unahama nyumba mpaka na kanda mbili zotoboka. No. Itafika kipindi, nimwambia wanangu kwamba kuna kipindi kwenye maisha tunaingia kwenye nyumba tumebeba nguo tu tulizozivaa. Sasa hatuwezi kuingia nyumba tukiwa uchi. Sawa? Nguo tu tulizozivaa na viatu tu tulizovivaa. Viatu viko tayari. Why? Nienda kuweka wakfu nyumba moja ya mtu. Nimekuta iko nyumba ya pili hiyo. Nimekuta kila kitu. Vitanda vipya, mashuka mapya, kila chumba AC. Bwana Yesu asifiwe. Majiko mapya. Hii unahama mpaka na madumu ya uhai. Madumu ya uhai mwanangu yamejaza kilikuu. Madumu matupu. Kwa nini? Maji yanaweza kukatika huko, maji yanaweza kukatika. Maji yanaweza, tukitupa hii madumu tutapata wapi? No. Huko atapatikana mengine. Sawa? Nyumba mpya. So waambiwa kuna wakati ambao mazingira yako hayaonekani, but mtu mwenye ufahamu wa kitajiri anaona kesho isiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Anaona kesho isiyoonekana. That's why tulijenga kanisa kubwa namna hii. Hatukuwaga na watu wengi hivi. Bwana Yesu asifiwe. But we build this. Na bado tunajenga matawi. Na bado tunapanga kununua tents za overflow nje. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mpango wa kununua tent za overflow nje, watu wakae nje. Tunanunua TV za watu kuangalia wakiwa nje. Why? Kwa sababu ya vision. Maono yatakusaidia kuona yasiyoonekana. Mpendwa, acha kufikiria tu kwa habari ya leo. Kufikiria tu kwa habari ya leo ni umaskini. Kufikiria kwa habari ya kesho ni dalili kwamba una mtazamo wa kitajiri. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako, sema Baba, kwa jina la Yesu ninakataa akili ya kimaskini. Ninakataa